Ninashukuru Mungu kwa ajili ya hilo neno. Nilibariki moyo wangu. Nikaona hakika mara mingi nimewacha Mungu amelala katika pilo, lakini simuamushi. Siku ya leo niliamua kwamba nitaamusha Mungu, nitembee pamoja na Mungu. Kwa sababu ni yeye tu anastahili kuamushwa katika maisha yangu. Hakuna mwingine. Yeye ni Mungu wa miungu. Bwana asifiwe. Yeye ndio mume katikati ya wanaume. Bwana asifiwe. Hakuna mwingine kama huyo. Yeye ni Mungu anayetenda yaliyo mema. Yeye ni Mungu anayejua maisha yangu. Yeye ni Mungu anayenijali. Yeye ni Mungu anayeniweka katika wema wake. Bwana asifiwe. Amen. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho ya asubuhi. Dada yangu ameniinua sana. Ameniambia mpaka nikajipata hakika. Mara mingi tunatoa dhabihu, lakini hatutolei Mungu. Watu wa ulimwengu wanajua kutoa, lakini sisi kama Wakristo ambao tunajua neno la Mungu, hatutolei Mungu madhabahu, hatutolei Mungu zaka zetu, hatutolei Mungu sadaka zetu. Tunapoenda katika nje tunaambiwa kwamba tutoe na tunatoa, lakini tunapofika katika nyumba ya Bwana hatutaki kutoa. Bwana asifiwe. Tumekuwa waongo, tumekuwa wachawi, tumekuwa waezi, tumekuwa watu wasiompendeza Mungu, lakini kwa ajili ya neema zake ametuweka siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimekuja kukuambia kwamba siku ya leo wote ukasome neno la Mungu. Neno la Mungu ni nguvu. Neno la Mungu ni uhai. Neno la Mungu linainua. Neno la Mungu linajenga. Neno la Mungu linaniweka katika wema wake. Neno la Mungu linanifanya ninatembea. Neno la Mungu linanikuwa jinsi nilivyo. Ni kwa sababu ya wema wake. Bwana asifiwe. Ninapoona huyu ndugu ninashukuru Mungu. Ni kwa sababu Mungu amemleta kwa wakati. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Hakika usionijua majina yangu wananiita mwinjilisti Tabitha Ayuma. Nimeokoka, nampenda Yesu. Bwana asifiwe. Kama nitakukwaza sio mimi bali tukuuliza Mungu. Tufunue sisi wote Biblia zetu. Bwana asifiwe. Aliye na Biblia Kiswahili atanisaidia. Na nitaenda kwa haraka sana. Ni kwa sababu sitakaa mahali hapa. Nitazungumza jinsi Mungu atahitaji kwamba nikazungumze. Usipokuwa kimi utapoteza. Bwana asifiwe. Utangoja dada Evelyn atakuja kukuambia point 1. Bwana asifiwe. Dada Evelyn anasema point 1 na anaenda kwa point 2. Lakini mimi sitaenda kwa point 2. Nitaenda direct kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kuwa kini sana na mwenzako. Anapolala piga yeye kofi. Umwamushe. Umwambie usikize neno la Mungu kwa sababu shetani anaiba kile anataka asikie. Bwana asifiwe. Kumbukumbu la Torati. Amen. Nyako na Biblia fungue Kumbukumbu la Torati. Na Biblia ya Kiswahili, Kumbukumbu la Torati mstari wa 31. Part 1. Napata. Soma mstari wa 11. Kwanza tutaenda tu pole pole. Wewe unaweza pata neema ya kuwa mwalimu. Amen. Amina. Mstari wa 11. Na mstari wa 11. Israeli wote atakapo ili kuonekana mbele za Bwana Mungu wako mahali pale atakapopachagua. Uisome Torati hii mbele ya Israeli wote masikioni mwao. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wachungaji, Torati ni nini? Torati ni nini? Sheria. Amen. Bwana asifiwe. Sheria. Wasomee wana wa Israeli wasomewe sheria. Bwana asifiwe. Na sheria yetu ni nini? Ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu kumbe anahitaji ya kwamba tuende mahali, anachagua mahali sisi tunapatikana hapa tuzungumzie, si hivyo? Kwa hivyo Mungu amechagua mahali hapa ya kwamba tuzungumziwe neno lake. Bwana asifiwe. Wewe na mimi
umechagua mahali hapa ya kwamba tuzungumziwe neno lake. Na mara mingi watu wengi wanaenda katika hali ya kufunga na kuomba, lakini wanasahau kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Wakati unaposoma neno la Mungu linakufanya unaendelea kulisha mtu wa ndani. Roho Mtakatifu unamulisha. Bwana asifiwe. Lakini mara mingi tumelisha mwili, lakini hatulishi Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Mara ngapi umesoma Biblia yako tangu tutoka hapa kanisani? Ni nani? Hebu kwa heshima tu, kama ulisoma tu Biblia yako tangu tutoke hapa Sunday, ulisoma nani kwa ishara? Ulisoma Biblia yako. Inashukuru sana mtumishi wa Mungu, huwa halali. Kila wakati ninapotazama ninapata ako katika neno. Kila wakati ako katika neno. Analisha mtu wa ndani. Lakini wewe kama muumini, umelisha mtu wa ndani mara ngapi? Ama unaweka hapo Biblia yako, alafu unapanguza vumbi asubuhi na unakuja katika nyumba ya Bwana, mahali pa kukutania, ambao Mungu anasema tunaenda kukutania pale. Bwana asifiwe. Wakati Mungu anasema tunakuja kukutana, anachagua mahali pa kukutana. Wewe umechagua hapa. Nashukuru Mungu kwa sababu yako. Jipigie makofi. Jipigie makofi. Hata wewe kujipigia makofi na piga shule kama piga hautaki. Jipigie makofi ndugu yangu. Ni kwa sababu umechagua. Mungu amechagua mahali hapa ya kwamba tukutane ili tukalishwe neno la Mungu. Tumebaki katika hali ambayo tunazungumziwa tu. Wengine wetu tunabaki katika neno ambalo mtumishi wa Mungu ananena hapa, tunaenda nayo. Lakini hatuendi kukula katika neno. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni la dhamana sana. Neno la Mungu linaendelea kututia nguvu. Unaposoma neno la Mungu hautakonda. Unaweza konda katika mwili, lakini umenona katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Unaponiona hivi unasema ya kwamba mimi ni mfupi, lakini mimi ni mrefu katika neno la Bwana. Ni kwa sababu nimegundua siri ya kusoma neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu unaendelea kukua katika neno la Mungu. Hakuna jambo linaloweza kuwezekana pasipo neno la Mungu. Hata unapoenda kuomba lazima utakuwa katika neno la Mungu. Jambo lolote halitendeki bila kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hata ukienda katika masomo, wacha utafute neno la Mungu usome. Soma neno la Mungu litakusaidia. Wacha kukaa ndee. Bwana asifiwe. Wamama tumewacha kusoma neno la Mungu, ndipo waume zetu wametutoroka. Waume zetu wanatutoroka ni kwa sababu ukisoma neno la Mungu litakupeleka mahali. Bwana asifiwe. Neno la Mungu litakukanzo. Neno la Mungu litakuelekeza. Unapoondoka katika njia za Mungu, unaposoma neno la Mungu linakuambia kwamba hapa umepotea. Bwana asifiwe. Unaanza kujiuliza mwenyewe, hakika nimepotea. Bwana asifiwe. Wewe umepita katika kikapo hiki na unasikia unataka ushike hapa mkono. Lakini kama unasoma neno la Mungu utapata ya kwamba ukiingiza mkono pale ni dhambi. Bwana asifiwe. Si umesoma neno la Mungu. Mungu wangu, Yesu wangu alishinda neno la Mungu, alishinda shetani kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Alimwambia imeandikwa. Wewe mara ngapi umeshindwa bila kusema imeandikwa? Mara ngapi umekuja hapa unasema Mungu nisaidie? Ni kwa sababu hausomi neno la Mungu. Unaanguka kila wakati ni kwa sababu hausomi neno la Mungu. Kama unapoenda shuleni hautaki kuangalia masomo ni kwa sababu hausomi neno la Mungu. Siku ya leo ninakwambia soma neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu linaponya. Hata watoto lazima wajue neno la Mungu. Na leo nimekuja kukuambia yale ambayo Mungu amenituma nayo, ya kwamba hata uwe mtoto, uwe mama, uwe mzee, neno la Mungu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ndio linaweza. Hakuna kitu kingine. Bwana asifiwe. Wakati unataka kutukanana, unapokumbuka ya kwamba neno linasema usitukanane, unawacha. Bwana asifiwe. Si neno limekukanto. Bwana asifiwe. Unapokuwa na hasira katika maisha yako, unaposoma neno la Mungu linakwambia hakika hasira haistahili, sio mzuri, unawachana nalo kwa sababu neno la Mungu linasema. Bwana asifiwe. Ninazungumza neno la Mungu kwa sababu Mungu mwenyewe alituambia kwamba tuzungumze na authority. Tunazungumza neno la Mungu na ujasiri kwa sababu Mungu hakuzungumza akisema tafadhali. Hapana, alisema neno la Mungu linasema. Bwana asifiwe. Ana command. Mbona wewe unapokuja neno kitu ugonjwa unapokusumbua, Mungu wako anapokusumbua, unasema tafadhali mama nani,
Mama nani Susan, mwambie neno la Mungu linasema. Mama Milika, neno la Mungu linasema jibu mume wako na mume wako naye akupende. Bwana asifiwe. Amen. Ni wapi Biblia imesema ya kwamba wanawake sisi tutapenda wanaume? Ni wapi Biblia inasema wanawake tiini waume zenu katika Bwana? Bwana asifiwe. Inasema tuwapende. Mmebadilisha maandiko. Kwa nini mmebadilisha maandiko? Bwana asifiwe. Amen. Mume wangu anipende nami nimtii. Bwana asifiwe. Haijasema mimi nimpende. Mmebadilisha sasa, mnaanza kupenda wanaume. Badala ya wanaume wawapende na ninyi muwatii, mnaanza kubadilisha maagano ya Mungu. Kwa nini mnabadilisha maagano ya Mungu? Mungu amekasirika na sisi wa mama. Tufanye maagizo ya Mungu. Tuache kubadilisha maagano yake. Ni kwa sababu ni yeye tu peke yake. Bwana asifiwe. Hakuna haja ya mwanaume kunitii. Mimi nastahili kumtii na anipende. Wewe umefanya ya kwamba mume wako akupendi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba watoto tii wazazi wenu katika Bwana. Hiyo ni maandiko. Unaposoma maandiko inakuelekeza. Na wewe mtoto unataka kutii mzazi. Mzazi anaposema unasema wazo usinya, wacha kuniudhi. Hiyo ndio maandiko inasema. Kwa nini watoto wamebadilisha sheria ya Mungu? Kwa nini watoto wamebadilisha sheria ya Mungu? Hamtaki kutii wazazi wenu. Hamtaki kutii watu wenu. Hamtaki kupeana heshima kwa watu wakubwa. Mmefanya Mungu amekasirika. Bwana asifiwe. Ametuambia tukuje tukutane siku ya leo. Tukutane hapa tuambiane. Bwana asifiwe. Amen. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya wewe ambao umekuja. Yule mwenye hajakuja Mungu hakuhitaji hapate. Lakini wewe ambao umepata siku ya leo, unaenda kubadilika. Ninaenda kutii mume wangu naye anipende. Bwana asifiwe. Amen. Ninahitaji mume anitii, anipende nami nimtii. Bwana asifiwe. Amen. Ni wangapi leo siku ya leo wanaenda kubadilisha? Kama unakuwa mtu wa kupenda mume wako, unaenda kubadilisha, unasema leo hii mume wangu ninaenda kukutii nao unipende. Bwana asifiwe. Amen. Leo hii wewe ni mtoto, unasema siku ya leo nitatii wazazi wangu katika Bwana. Ni wangapi? Sema tu katika ndani ya moyo wako na umaanishe. Usisema leo utoke hapa uende utende. Ukitenda shauri yako ni kwa sababu Mungu ametuambia tukuje tukutane. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndio kwa mwanzo. Endelee. Wakusanye watu, wanaume na wanawake na watoto na mgeni wako aliyemo mlangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana Mungu wenu na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati hii. Amen. Watu wote. Nimesema watu wote. Hata mgeni mwenye ameingia kwako leo, usimwache nyumbani, mlete mahali hapa. Bwana asifiwe. Tumezoea kuacha wageni nyumbani. Tumezoea wageni kutuweka nyumbani. Hatutaki kuja nao katika kanisa. Mungu anasema wote. Leo haitapakua ya kwamba ni watoto peke yao, ni vijana peke yao, hata kama ni ibada ya wamama. Lakini Biblia inasema wote. Hebu niamshie huyo ndugu. Amuka ndugu. Wacha kulala. Ni wewe tu ndio ninasema. Wewe ndio ninaambia. Hapana, nimeambia mwenzako kilala tuombe yeko. Ili neno litapita kwake. Yeye ndiye atafanya mgeni amkalishe nyumbani. Akose kusikia neno la Mungu. Linasema nyinyi wote, Bwana asifiwe, msikie neno la Mungu. Mungu alikuwa na sababu ya kama tukasikia neno la Mungu. Neno la Mungu ndio ile. Bwana asifiwe. Mbona tumekuwa wajeuri hatutaki kusikia neno la Mungu? Tumekuwa katika hali ya kujiona ya kwamba sisi ni watoto. Kama nani Roma anaweza kusema mimi ni mtoto, siwezi enda mkutano ni ya wazee. Bishop sio hivyo. Watoto wote, Morris, watoto wote. Biblia inasema watoto wakosekane, wote wapatikane ili wasikie neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ni leo tu. Ukikosa leo hautasikia neno la Mungu. Ni leo tu. Wewe ndio utachelewa. Shukuru Mungu kwa sababu uko mahali hapa kwa ajili ya kusikia neno la Mungu ambalo Mungu ametuma kwa ajili ya mtumishi wake ya kwamba tukasikia
na tukaelekeze watoto wetu katika ukweli. Bwana asifiwe. Mara mingi wewe umekaa katika nyumbani, hauwezi kusikia neno la Mungu. Umekuwa mtu ambao unaona ya kwamba wewe umechosha, wewe umefika. Kufika kwako hakuna mahali kutakupeleka pasipo neno la Mungu. Pasipo neno la Mungu, dada yangu, hautaweza. Hauwezi bila neno la Mungu. Unapokuwa katika neno la Mungu, hata wachawi wanapokutafuta hawatakupata. Biblia inasema namna gani? Tumeambia kwamba tunapotoa zaka zetu na sadaka zetu, tukitoa kwa madhabahu, hakika hata tunapotafutwa hatutapatikana. Bwana asifiwe. Amen. Umetoa mara ngapi? Nje umetoa mara ngapi? Na hapa katika nyumba ya Bwana umetoa mara ngapi? Bwana asifiwe. Amen. Wacha kunyonya unapoingia katika nyumba ya Bwana. Umefura kama chura. Hautaki kusikia neno la Mungu. Fungua moyo wako. Roho chura toke ndani mwako. Katika jina la Yesu. Roho chura toke ndani mwako. Katika jina la Yesu. Roho usitu toke ndani mwako. Tazamia Mungu anasema nini katika maisha. Haleluya. Siku ya leo yeye ni Mungu. Hakika yeye ni Ebeneza. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo tena mwisho. Neno la Mungu linanifanya niwe mrembo jinsi unaponiona. Utasema mimi ni under 18. Bwana asifiwe. Lakini nikikwambia miaka yangu utashangaa. Ni kwa sababu ninakaa katika neno. Haleluya. Ukizungumza neno la Mungu, ukisoma neno la Mungu, hautazeeka. Wewe utazeeka tu katika hiyo hali, lakini nitabaki nikimtumainia Mungu. Nitabaki nikimuinamia Mungu. Nitabaki nikimwabudu Mungu. Ni kwa sababu Mungu ananitia nguvu. Sio kwamba mimi ni Mungu wa mchungaji. Mungu wa mchungaji hauna mahali utanipeleka, bali ni mimi kumtafuta yeye aliyetu. Mchungaji hana kila kafanya ndani yangu, bali ni mimi kumtafuta Yesu. Ninapotafuta Yesu, Mungu atanifanya jinsi anahitaji kwamba nikawe. Mume hana mahali anaweza kunitendea, hata mtoto hawezi kunifanyia pasipo Mungu. Bwana asifiwe. Ninamtazamia Mungu kwa sababu Mungu ana nguvu katika maisha yangu. Mungu ananiokoa mimi. Mungu ananifanya jinsi unaponiona. Ni kwa sababu ya neno lake. Ninaposoma neno la Mungu linanitia nguvu. Ninaposema neno la Mungu linaniinua. Bwana asifiwe. Mara ngapi wewe umesoma neno la Mungu? Unangoja siku kama ya leo ndio unapunguza unakuja kanisani, lakini wacha Mungu akusaidie. Kuanzia leo ninajua nitakuwa na wasomaji wa neno wengi sana. Tujipigie makofi. Haleluya. Tujipigie makofi. Amen. Hata ninapotembea nitakuwa nikitembea nisikie leo jamii leo amesoma neno la Mungu kweli, na nitapata ripoti. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu ninapopiga magoti yangu chini, Mungu ataniambia kile unachotenda. Si ni ukweli? Ninapoenda mbele za Mungu, kama ninasoma neno la Mungu, unapoingia katika kanisa hili, nitajua kile ambacho umetenda. Lakini sio kwamba lazima nikuje nikwambie leo kwa hivyo umefanya hivi. Mwenyewe badilika. Bwana asifiwe. Sikuogopeshi kukuja kanisani, kuja, lakini badilisha mwenendo zako. Bwana asifiwe. Badilisha leo, usome neno la Mungu. Liingie ndani ya maisha yako, likubadilishe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mungu ni mzuri wa ajabu. Unaposoma neno la Mungu linakutia nguvu, linakusimamisha. Mama yangu hajalisha hata kama mume wako amekufa, unaendelea kuwa msichana. Ni kwa sababu Mungu anaendelea kukuinua. Bwana asifiwe. Mungu ndiye mume wetu. Hakuna mume mwingine kama Yesu. Bwana asifiwe. Ako tayari kwa ajili ya kutupeleka mahali anahitaji kwamba atupeleke, kama tutakuwa waaminifu kwake. Kama tutasoma neno la Mungu, hapo tayari. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Msomaji wangu endelea. Utafika 20. 13. Soma tu 13. Tunaendelea pole pole. Neema itatosha. Nasoma. Na watoto wao wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazokaa katika nchi mnayoibukia Yordani ili kuimiliki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wetu, Biblia imewacha watoto wetu, maandiko imewacha watoto wetu. Wazee mbona tunawacha watoto? Watoto wetu lazima mjue neno la Mungu. Watoto wetu, Bwana asifiwe, lazima mjue neno la Mungu. Na tutachoka kuambia neno la Mungu. Mukasirike, mukose kukasirika, neno la Mungu tutawaambia. Sio naona hata wamekataa kusema amen.
Mupende, msipopenda, neno la Mungu tutasema. Amen. Barikiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mchungaji, madhabahu mnapewa ruhusa, neno la Mungu liendelee. Wamekubali. Bwana asifiwe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Muendelee kuwa watifu katika hiyo hali ya kwamba unapoendelea kufundisha watoto wenu, usijali hata kama atatoka katika hizo njia, lakini hata msahau Mungu, hata mrudie. Bwana asifiwe. Vijana wanaooa saa hii, anzeni kufundisha wake zenu kujua neno la Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unaweza kosa kukuja kwangu nimefundisha neno la Mungu, lakini wewe kama mume wake unaweza kufundisha neno la Mungu, unaweza mwelekeza katika neno la Mungu, na hajue hakika Mungu ana makusudi gani na maisha yako. Bwana asifiwe. Someni neno la Mungu katika nyumba. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni nguvu. Bwana asifiwe. Unalisha mwili wa nje, lakini neno la Mungu haulishi. Bwana asifiwe sana. Mara ngapi umekula chapati, unakula githeri, unalisha mtu wa nje, lakini mtu wa ndani haumlishi? Kwa nini wewe hutaki kulisha mtu wa ndani? Ni kwa sababu hausomi neno la Mungu. Soma mstari wa 14. Wanaoingia, tunasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 31, tulianza 11, sasa tuko mstari wa 14. Bwana akamwambia Musa, tazama, siku zako za kufa zinakaribia. Umuite Yoshua, nanyi mkajihudhurishe katika hema ya kukutania, ili nipate kumwagiza kazi. Musa na Yoshua wakaenda wakajihudhurisha ndani ya hema ya kukutania. Amen. Bwana asifiwe. Unaona kile Musa anafanya, lakini wewe hautaki. Unapobaki katika hiyo hali, unabaki tu ni wewe. Bwana asifiwe. Mungu anaambia Musa kwamba wakuja wakutane. Ni kwa sababu siku za Musa zilikuwa zinaelekea. Jinsi ninalosema kwamba mimi siku zangu zinaenda zikielekea. Kama nikisema kuja hapa asubuhi tuendelee katika maombi, ili nikinapoondoka utasimama katika pengo, unalala usingizi nyumbani. Ndiposa Mungu amelala kwako. Hautaki kuamsha Mungu. Mungu amelala katika kitanda chako, ameweka kichwa katika pilo, hautaki kumwamsha. Bwana asifiwe. Ili wakati ninapoondoka utasimama katika lengo lake Bwana. Bwana asifiwe. Ni kwa nini Mungu ana makusudi gani na maisha yetu? Bwana asifiwe. Tusome mstari wa 13. Mstari wa 15. Bwana akaonekana katika hema, katika nguzo ya wingu, na ile nguzo ya wingu ikasimama juu ya mlango wa hema. Amen. Mungu alisimama akaonekana. Bwana asifiwe. Amen. Wewe wakati uko kwako, tunahitaji kwamba tukutane. Na wingu la Mungu linapokuja mahali hapa, linakutana na wengine, na wewe uko kwako, hautabarikiwa. Tumeambiwa hapa baraka ambazo tumeambiwa tutazipata kama tuko katika manyumba zetu. Lazima tufanye kitu. Lazima tufanye kitu wapendwa. Tumebaki katika hali ya kujifanya kwamba tumechoka, tumejizoesha katika hiyo hali. Kuna wakati niliwaambia kwamba tumefanya Mungu wetu kuwa mazoea. Tumezoea ya kwamba tumezoea tu kwenda kanisani. Wakati unapotoka nyumbani, unakuja kufanya nini? Nataka tu mtu mmoja niambie, unakuja kufanya nini? Tunakuja kufanya nini hapa? Bwana asifiwe. Tunakuja kufanya nini? Kuimba tu jinsi tumeimba hapa namna hii, kufurahia tukapia mikono juu. Muziki inaingia mpaka mkotono. Bwana asifiwe. Ama kuna kitu tunakuja kufanya mahali hapa? Si kuna kitu hapa tunakuja kufanya hapa? Sisi wote si ni makanisa. Tumekuja kukusanyika mahali hapa ili tupokee kile Mungu anahitaji kwamba atuambie. Lakini mara ngapi unatoka hapa kama wewe ni kama hii kitu, tafadhali hata hii iko na pesa. Unatoka bure. Ninapokutana na wewe utasema ibada ilikuwa tamu. Tulicheza leo jamii. Muziki ingia. Lakini neno la Mungu hamsemi. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu neno la Mungu halijaingia katika maisha yako. Unakuja hapa kufurahia tu, lakini hauwezi kujua lengo langu kukuja mahali hapa ni kufanya nini mbele za Mungu. Wakati tunapoabudu, wewe una miguu
testimony namna hii. Unaangalia leo mama Buka anacheza namna gani? Leo mama pastor alikuwa anacheza namna gani? Lakini wewe ndani mwako na wewe usikuabudu Mungu. Lazima wewe pia uabudu Mungu. Wakati ninapobeba mikono juu, inasema hakika Mungu wangu ni mzuri jamani. Hakika Mungu amenitendea. Naona ni mwokoa. Na mimi ninaenda mbele za Mungu. Wingu la Mungu limeshuka, linanipeleka. Naona ni mwokoa. Dada yangu, uko wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunahitaji kujua lengo ambalo Mungu ametuleta mahali hapa. Mungu ametuleta hapa na sababu. Sababu ya Mungu kutuleta ni kujua neno la Mungu na kusoma neno la Mungu. Na tunapokuja mahali hapa tunakuja ya kwamba tukutane pamoja na Mungu wetu. Ni kwa sababu amechagua mahali hapa ya kwamba tukutane, tusikie wema wake, tusikie maagizo yake. Mara ngapi maagizo ambayo Mungu amenena tangu tuanze mahali hapa? Ni wangapi ambao wametimiza? Tunasikia tu kama wimbo. Bwana asifiwe. Tunasikia tu. Sasa hivyo mchungaji huyo mrefu. Anyway, hata ukimeita mchungaji mrefu katika Yesu anafurahia. Bwana asifiwe. Amen. Sore sana mchungaji. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Anakubali. Lakini ndani mwako una makusudi gani katika neno la Mungu? Bwana asifiwe. Amen. Wewe umekuwa mtu wa hasira ndani ya maisha yako. Na Biblia unaposoma inakwambia hasira ni dhambi ama hasira ni vizuri. Bwana asifiwe. Umekuwa mtu wa kunena mambo ambayo haistahili. Wakati unapoenda shuleni wewe kama mtoto wa shule, umekuwa mkora katika shule. Na Biblia inasema ni dhambi, lakini unafanya. Unajua unaposoma neno la Mungu linakwambia hapana, hapa mahali mama, hapana. Hapa hata kuwa kazini mama, lazima usome neno la Mungu. Ni kwa sababu si kwamba kuchukua tu makaratasi. Mchungaji ametuambia wengine wetu tunaweka makaratasi Biblia katika vichwa ili mashetani isitusumbue. Lakini mashetani haiogopi makaratasi. Mashetani inaogopa neno la Mungu. Likae ndani mwako. Unapofinywa unatoka neno la Mungu. Wakikufinya na unatoka neno la Mungu. Wanapoendelea unatoka neno la Mungu. Sio kwamba wanapokufinya unatoa matukano. Mjinga. Ajinga. Katu kangine. Bwana, hapana. Kuna sponge, unapochukua hiyo sponge uweke katika maji ama katika damu ama katika maziwa. Unapofinya hiyo sponge, jinsi umeiweka unapofinya damu ndio itatoka. Na kama uliweka kwa maziwa ndio itatoka. Ndivyo Mkristo unastahili kukua. Sio kwamba huku saizi wewe ni mzuri, unapofika pale, asoa mama na wadada, sisi ni watu wa mdomo. Leo tuko watakatifu. Wataifike kesho. Ndio nataka kuambia mume wangu jinsi ni mjinga. Ona haka katu. Waume wenzako wanaenda kazini wanatafuta pesa wanaleta. Alafu unakuja kwa. Wewe huko. Leo ndio utanijua mama. Lakini kanisani ananiona, ameniona. Ameniona. Mama. Neno la Mungu linasema namna gani? Bane, sasa wewe unaingia kuambia mume wako mambo kama haya. Badala ya kupenda mume, unapomwachilia hivi akienda nje, atapata mwenye atamtii. Na akishamtii, atampenda. Haleluya. Atamwambia, umeingia. Pole sana. Kazini ilikuwaje? Silipas. Si ndivyo? Mzee atakataa kukaa huko ama atakaa kwenye anaambia wale wako wanatafuta. Si atakaa huko. Kwa sababu huku anapoingia anakaribishwa kwa amani. Mzee koti inatolewa, inawekwa huko. Sasa chai ndio hii. Wewe unasema hujasikia na hujaoa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wao ndio utajua. Haleluya. Haleluya. Wamama oye. Wamama ambao wako na ujasiri, wamama ambao wanajua kulinda waume zao. Kama Abigaili alijua kulinda mume wake, akajua hata kama aliita mume wake ni mjinga kama jina lake, alikuwa anamtetea. Bwana asifiwe. Alikuwa anafanya nini? Anamtetea. Lakini wewe hautetei, wewe unamtuka. Sasa msichana wangu anaambia song,
wenzako wanatafuta. Wewe umekaa tu hapa, mimi nitakutenge wewe ukule. Wewe unajua zenye ninaleta wanaume wenzako, jameni mama. Choke. Wala leo maji. Hii ni ajabu wa mama. Tubadilishe mwenendo. Ni kwa sababu mchungaji anapokuja kwako, saa hizi wewe ni mtakatifu. Lakini kesho mchungaji jaribu tutokee njia ya nyuma. Utapata mama jinsi anaambia mume wake, wanaume wenzako wanaenda kwa shamba na wewe unalala hapa unafanya nini? Amuka, enda kwa shamba, wewe ulime, ulete chakula, umekaa tu hapa. Na akikuja hapa na mimi, mchungaji, mume wangu amenipiga, hata mimi ninashindwa nifanye nini. Lakini mama, wewe ndio mbaya. Mdomo yako inafanya unatwangwa. Wacha utwangwa na kujua neno la Mungu. Twangwa kabisa. Mdomo yako itakutwanga. Twanga hawa watu. Bwana asifiwe. Tuwe wamama wenye ujasiri. Wamama tunapotembea tunaonekana hakika sisi ni wamama ambao tumesoma neno la Mungu. Ani ninaposimama tu wanajua kweli huyo ni mama ambaye amejaa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwa sababu ni mama ambaye anaweza kuzungumza neno la Mungu linaingia katika masikioni mwa wenzake. Bwana asifiwe. Tusiwe watu wa kuzungumza mambo ambayo haifai. Na nyinyi wanaume ninyi mrekebishe. Msifanye wake zenu kusumbukana. Ni kwa sababu na wewe mume nawe unapoingia kwa nyumba, hata mke akikufanyia hayo hautaki. Mara ngapi mume gani ambaye ameonako tu mke wake amemfanyia hili, na mwambie asante. Ni nani? Mmoja kwa mia. Wangu huyu peke yake ndiye ananifanyia. Amen. Oh, thank you. Na mzako hapa. Wewe mtaoa. Ngoja uone. Wanaume lazima muwe waume wenye mnaweza pendeza wake zenu. Ani anapoingia unauliza, sweetie, leo ilikushindaje? Na ilikuaje? Na leo kazini. Sasa tunatoka kazini, sasa nakuuliza, na leo mama tulia tu. Leo mimi ndio nitakushughulikia. Ashughulika kuletea chai. Mama leo utakula nini? Ukishapoa anakuambia leo mama sitashughulika kile tutakula. Amen. Si ati kwamba itakuwa kila siku. Si ndio? Alafu wewe unafanya nini? Bwana asifiwe. Ni kwa sababu amesoma neno la Mungu. Neno la Mungu linapojaa ndani mwake, anatenda kulingana na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu wanawake wa kitambo walikuwa wanajua siri. Walijua siri ya kusoma neno la Mungu. Na walikuwa wanatembea katika maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe. So naona Sara anachekea huko wakati wanasema utapata mtoto. Katika uzee wangu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu Sara wanasoma katika maandiko. Ndio tunakusoma tunasoma katika kitabu gani kama hatuwezi kutenda mema? Tunafanya hao wanaume wanahuzunika. Ni kwa sababu yetu sisi wa mama. Watoto na nyinyi mtii wazazi. Kwa sababu unapotoka shule, mama anakuambia leo ulifanya namna gani kwa shule? Ripoti yako lazima ulete haraka. Ripoti yangu ndio. Sisi tunachukua ripoti iko wapi? Ilibaki shule. Ripoti iko wapi? Watatuma kwa posta. Ripoti iko wapi? Watatuma kwa posta. Ripoti iko wapi? Sijapewa. Mtoto mwingine alienda na ripoti yake. Ripoti iko wapi wewe? Ndirariliwa. Mwalimu alikuwa ameenda alikuwa kuja leo atatupatia wakati. Sasa mtoto Maji yangu anaenda kurekebisha. Jamani. Sasa niambie mtoto, neno la Mungu linasema namna gani? Anaenda kurekebisha Nairobi. Ama ninasema tufiche nini? Tufiche Report cards. Unapoficha report, unaficha matendo yako. Bwana asifiwe. Lazima utii mama yako, hata awe kipofu, hata awe kiwete, hata awe anatembea namna hii. Ni mama yako. Bwana asifiwe. Ni mama yako. Awe mfupi kama mimi. Mimi ni mama yako. Awe mrefu kama mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Lakini sisi
tumekataa. Watoto, maandiko haisemi hivyo. Maandiko, tumebadilisha maandiko, tumeweka mambo yetu. Unapata katoto kama haka kajui, kanajua, kanasema niliona mwaya kipita. Sasa ndugu mwaya sasa kusema hivi. Sasa makosa ya mtoto iko wapi? Inamesema taliona ukipita. Biblia inasema hivi. Tuachie hapo. Endelea msomaji. Hiyo ilikuwa baadaye. Mstari wa 16. Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka, wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waliendeayo kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililofanya nao. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Katika ukikosa kusoma neno la Mungu, wakati tuseme for example mchungaji akitoweka mahali hapa, tutavunja maagano ambayo Mungu alimpatia na akatusomea. Si tutavunja. Alafu hatuenendi kulingana na maagizo hayo. Ni kwa sababu yeye ameenda kupumzika, lakini sasa sisi tumevunja, tunaanza kuabudu miungu zingine. Nyinyi watoto na wazee na wamama, tusiabudu miungu zingine. Msingi ambao tumepewa mahali hapa, wacha tukaendeleze msingi huo. Kwa ajili huo msingi ni wa baraka sana. Tunapoendelea katika msingi wa neno la Mungu, tutaendelea kukua katika uwepo wa Bwana. Bwana asifiwe. Tazama, Musa anapoondoka, Mungu analia kwamba sasa hao watu wameniacha, wataniacha waende katika miungu, waanze kuandamana na miungu zingine. Miungu zimejaa katika maisha yetu. Dadangu, kana miungu mingi katika maisha. Unajua mara mingi tunaposoma miungu na sasa kama miungu mwenyewe ni nani? Kama miungu kama ringo, kama miungu kakufanya nini? Wakati unaambia unapuuza, ni kama miungu ambao umeweka katika moyo wako. Bwana asifiwe. Kwa leo tukuja hapa tukeshe au kuji, si ni kama Mungu. Lakini nashukuru kwa sababu umeanza kutii neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ninapenda sana wewe vijana. Lakini ufanye bidii upite mtihani. Amen. Amen. Na unapopita mtihani usisahau neno la Mungu. Unapokuwa katika bodaboda usisahau kusoma neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ni nguzo. Amina. Bwana asifiwe. Ninashukuru Mungu ni kwa sababu wakati Mungu alikuwa anazungumza hayo mambo, alikuwa ametazama akajua ya kwamba hayo mambo inaenda kutendeka katika maisha yetu. Kwa hivyo, sihitaji ya kwamba hayo mambo itendeke katika maisha yetu. Ninawaambia kwamba ninawahatarisha. Tuanze kusimama katika maandiko. Tuanze kusoma neno la Mungu. Mtu wa ndani anapokuwa ndani mwetu, hata mtumishi wa Mungu anapotoka mahali hapa akienda mahali pengine, hakika Mama Evelyn anaposimama hapa, tutajua kweli tunaona mtumishi wa Mungu katika Mama Evelyn. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu yale ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa ananena na ameingiza hayo mambo katika dada yetu, itaendeleza kanisa lake. Bwana asifiwe. Soma mstari unaofuata. Mstari wa 17. Kumbukumbu la Torati 31 kwenye mstari wa 17. Ndipo hasira yangu itakapowaka juu yao siku hiyo, nami nitawaacha, nitawaficha uso wangu, nao Bwana asifiwe. Bado tunaendelea. Nao wataliwa tena, watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya ni kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu? Bwana asifiwe. Si hata wewe saa zile mambo inakupata unasema hivi, haki hata Mungu hakuna. Unajua leo baba Mila amepiga mama Mili kwa anasema haki Mungu hakuna kwa baba Mili. Mungu wako. Mungu wako. Lakini kwa sababu tu wewe ndio utatimiza yale ambayo Mungu anahitaji utimize. Bwana asifiwe. Na wakati unapopiga kofi si ya kwamba amekudharau, anakupenda. Lazima afanye nini? Anakupanguza tu. Ndio kofi ya upendo. Haleluya. Kofi ya upendo lazima iwekwe. Ni hivi. Vikombe zinaokaa katika kabati mbili, si zenyewe ndio zinagongana. Bwana asifiwe. Wewe unafikiri kiti inaweza kwenda
Kwa nini ianze kugongana na glasi? Inaweza? Sisi waje tunakaa au ndio tunarekebishana. Amen. Bwana asifiwe. Na wakati tunaporekebishana ndio Mungu anafanya kazi ndani yetu. Bwana asifiwe. Hata sisi tulikuwa tunapanguzana. Bwana asifiwe. Huyu mzange nipanguza na nimemaliza anachukua koti tunaenda kuhubiri. Si ndio mzee? Tena anahubiri moto. Si ati alikuwa amefanya makosa. Hakuwa amefanya makosa. Alikuwa anarekebisha kile kiko ndani mwangu. Na kisha rekebisha neno ni tutahubiri neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ningekuwa wewe. Bwana asifiwe. Petro anaambiwa wewe shetani rudi nyuma yangu. Ingekuwa wewe ndio umeitwa shetani. Si ungeondoka. Na hata hiyo siku ungerudi kanisani hapa. Bwana asifiwe. Hata leo umeitwa shetani. Au ungerudi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya neno. Tunaposoma neno la Mungu linapokaa ndani mwetu, tunaendelea kusikia vizuri. Bwana asifiwe. Hebu malizie. Mstari wa 18 naendelea. Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo, kwa maovu yote walioyafanya, kwa kuigeuka hiyo miungu mingine. Amen. Wakati unapotenda dhambi, Mungu anakugeuka. Na anapokuacha, anakuacha tu unabaki. Si anakuacha wewe unaendelea katika hiyo hali yako. Lakini anabaki tu pale, anakutazama, anashangaa, huyu mtoto wangu kweli? Ni jinsi hata mimi kama mama. Wakati Silas namwambia jambo, anakataa kusikia. Unajua ninabaki ninasimama hivi ninaangalia. Nashangaa kweli? Huyu mtoto mimi ndio nilizaa. Na hawezi kusikia maagizo yangu. Bwana asifiwe. Sinabaki nikishangaa. Ndivyo Mungu anashangaa wakati unapotoweka katika mapenzi yake. Anabaki anakuangalia. Na wakati anapokuachilia ukiangalia hivi, akiangalia hivyo, ndio wakati unaingia katika hali ambayo isiyompendeza Mungu. Unaanza kulia. Jamani kema, nimepata shida. Sina nini. Leo Magia amenipiga. Leo namna hii. Ni kwa sababu Mungu amewachilia Magia kuchape kwa sababu umekataa maagizo ya Mungu. Maagizo sema upige Silas. Lakini ninakwambia, wakati unapoacha maagizo ya Mungu, ndivyo Mungu anaanza kuonyesha. Anakuambia leo mtoto wangu. Anamwacha nakula. Amen. Bwana asifiwe. Sasa wakati anapomwacha katika hiyo hali, Mungu anaona ya kwamba jameni, huyu mtoto wangu nimempenda. Na mbona anafanya hivi? Sasa unaona Mungu analia kwa sababu wakati wana wa Israeli walipogeuka maagizo ya Mungu, Mungu alibadilika, akawapatia kisogo. Sasa huku wewe unapambana tu kivyako, unapambana. Lakini si ati kwamba Mungu amekukataa. Wewe ndio umekataa Mungu. Bwana asifiwe. Hakuna siku Mungu ataweza kutukataa. Sisi wenyewe ndio tunakataa Mungu. Na tunapokataa Mungu, Mungu naye anatuachilia. Twende tu. Wakati tutamrudia, tena ni Mungu wa rehema. Wewe hata nikurudi kama mzazi huwezi kunikubali, lakini Mungu ananikubali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni wa rehema nyingi katika maisha yetu. Na mbona sisi tuko na roho ngumu na baba yetu hapo na roho nzuri? Bwana asifiwe. Baba yetu anayetufundisha maagizo hii, anatupenda sisi. Ni Mungu mwenye uvumilivu, ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwenye haki. Lakini sisi watu ambao ameumba, tumekuwa watu wa shingo ngumu. Tumetoweka katika mapenzi ya Mungu. Hatutaki kutii neno la Mungu. Hatutaki kufuatilia maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe. Endelea ndugu, malizia. Mstari wa 19. Basi sasa jiandikieni wimbo huu, uwafundishe wana wa Israeli, kawatie vinywani mwao, ili uwe shahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli. 20. Kwa kuwa nitakapokwisha kuwatia katika nchi niliyowaapia baba zao, imiminikayo maziwa na asali, nao watakapokwisha kula na kushiba na kuwanda, ndipo watakapoigeukia hiyo miungu mingine na kuitumikia na kunidharau mimi na kulivunja agano langu.
Bwana asifiwe. Amen. Wakati umeshamaliza kula chapati na kuku, unageuka Mungu wako. Bwana asifiwe. Ndivyo tunafanya sisi wa Kristo. Wakati ulikuwa unalia unataka school fees. Ulikuwa unalia unataka school fees. Ukishapata school fees, umeshasoma, unasahau. Wewe mama ulikuwa unalia kwamba mume wangu abadilike. Mume wangu abadilika, akishabadilika, ameshika neno la Mungu, wewe unabadilika. Sasa wewe utakuwa mbaya hata kuliko mume wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini tunafanya vitu kama hizi? Mungu ametutendea hayo yote, ametendea sisi wana wa Israeli. Ninajihesabu ndani mimi kama mwana wa Israeli. Bwana asifiwe. Hayo yote Mungu amenitendea. Alafu inafika mahali ninamuasi Mungu. Ninaenda kutafuta miungu zingine. Ninatumikia miungu zingine badala ya kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Mungu amekasirika na sisi. Bwana asifiwe. Hebu tusome 17. Rudi tu 17 sasa hiyo. Kumbukumbu la Torati mlango wa 17. Sura ya 31. Rudi mlango wa 17 sasa. Soma mlango wa 17. Mstari wa 18. Kumbukumbu la Torati 17. Mlango wa 18. 17 mlango wa 18. Kumbukumbu la Torati 17 na mstari ule wa 18. Nasema tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Inatukumbusha kwamba hata sisi umwami unastahili kuwa na Biblia katika ofisi yako. Bwana asifiwe. Wakati kabla hujaanza hata kuzungumza na wale wazee. Unajua wale wazee wanakujanga wamekula vitu mingi sana katika midomo zao. Bwana asifiwe. Wasomee neno la Mungu. Waambie maandiko inasema. Ukishamalizana nayo, sasa muanze mambo yenu kuongea. Bwana asifiwe. Ali upate ushauri kutoka kwa Mungu. Ni kwa sababu siku hizi tunakosa wanayetulinda hawana nabii ama hawana neno la Mungu ambalo linaweza kuwaelekeza kwamba kitambo tulikuwa na nabii alikuwa anaelekeza mfalme, si hivyo? Anaambia mfalme hapana, Mungu anasema hivi. Lakini siku hizi hawana mfalme. Mfalme hana nabii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahali popote unapofanya kazi, mabeba nitangulia usome neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu waambie neno la Mungu linasema hivi. Ndio uanze na kazi yako uendelee nayo. Ni kwa sababu unaposoma neno la Mungu linatuweka mahali. Bwana asifiwe. Wale watu wajue neno la Mungu, wasomee neno la Mungu. Ninashukuru ni kwa sababu mama alisema hapa ya kwamba hawa vijana wawili walipoingia katika mlango mzuri, waliambia huyo kiwete hatuna kile tunaweza kupatia, bali kile tuko nacho tutakupa. Bwana asifiwe. Walikuwa na neno. Na wewe uko na neno. Bwana asifiwe. Wakati unapoingia kazini, mahali unapofanya kazi, una nini? Wewe mwanafunzi unapoingia kwa darasa, tangulia soma neno la Mungu, usomee wenzako kabla mwalimu hajaingia. Uambie neno la Mungu linasema hivi. Bwana asifiwe. Wasikie neno la Mungu. Ndio muendelee kusoma. Utaona Mungu akitenda makuu katikati yenu. Bwana asifiwe. Na pia mtumishi wa Mungu aliambia huyu wakati alipoomba hilo neno alipewa nakala. Bwana asifiwe. Ili akasome mahali alipo. Bwana asifiwe sana. Na sisi hata katika manyumba zetu tusome neno la Mungu. Neno la Mungu kwanza. Hatuwezi kwenda kwa mambo mengine kabla tujasoma neno la Mungu. Tusome neno la Mungu lituelekeze. Bwana asifiwe. Endelea mpaka 20. 19. Na awe nayo asome humo siku zote atakazoishi, ili apate kujifunza kumcha Bwana Mungu wake, ayashike maneno yote ya Torati hii na amri hizi kwa kuyafanya. 20.
Kwanza Bwana asifiwe. Amen. Haya maneno inaposemwa ni ambayo inasema kwa tuyashike. Bwana asifiwe. Shika neno la Mungu, hata kama utakatwa mikono, hata kama utakatwa mguu, hata kama watakata kichwa, lakini neno la Mungu litatoka katika kinywa chako. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni nzuri, na tena neno la Mungu ni chungu. Bwana asifiwe. Katika nyumba ya mama yoyote huwezi kukosa kupata chumvi na sukari. Si hivi? Huwezi kukosa kupata chumvi na sukari. Inamaanisha chumvi inapowekwa kwa mboga na sukari inawekwa kwa chai. Kuna wakati utasikia uzuri kwa chai, kuna wakati utasikia uchungu. Sukari iko kali katika mboga. Bwana asifiwe. Kuna vitu kama hizo katika nyumba ya wamama. Bwana asifiwe. Ndimu ni kali, lazima itakuwepo. Kuna ukali na kuna utamu. Neno la Mungu ni nzuri kama utalifuatilia. Na tena neno la Mungu ni chungu kama utaliwachilia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uamuzi ni wako. Utaamua nini? Na usitoweke katika torati ya Mungu. Bwana asifiwe. Simama katika neno la Mungu. Endelea mstari wa 20. Mstari wa 20. Moyo wake usije ukainuliwa juu ya ndugu zake, wala usikengeuke katika maagizo kwa mkono wa kuume, wala wa kushoto, ili apate kuzifanya siku zake kuwa nyingi katika ufalme wake, yeye na wanawe katikati ya Israeli. Amen. 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 Tunahitaji siku zetu ziwe nyingi katika ulimwengu. Si hivyo? Lazima tupende neno la Mungu. Wapendwa, ninazingatia neno la Mungu. Ni kwa sababu neno la Mungu ni tamu kama sukari. Na tena neno la Mungu ni chungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunastahili kuzingatia neno la Mungu. Neno la Mungu linapokaa ndani mwetu tutaona matunda yake. Philippians 4:8. Nisome. Philippians 4:18. Filipi 4 tamalizia kwa ninapokaribisha mtumishi wa Mungu. Filipi 4:18. Filipi 4 mstari wa 18 tutasoma. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena nimejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Epafrodito vitu vile vilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kibali impendezayo Mungu. 19. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. 20. Sasa atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amina. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. Is somebody in the house? Is somebody in the house of the Lord? Yes. You have heard the voice of an evangelist. Mama Tabitha has been bring evangelistic message to us. But through the word of God, He wants us to build our roots in the word. Ninataka tupeleke mizizi yetu katika neno la Mungu. That in anything that you do, Kwa chochote tunachofanya, let that thing be related with the word of God. waje chenye tunafanya kihusishwe kwa neno la Mungu. Let everything in our lives Wacha kila kitu katika maisha yetu be found right in the word of God. ipatikane katika neno la Mungu. Which means the word of God is everything for us. Maana katika neno la Mungu na kila kitu kwa sababu yetu. Minus the word of God we are nothing. Bila neno la Mungu sisi sio kitu. Minus the word of God no relationship with God.
Bila neno la Mungu hatuna uhusiano na Mungu. Our relationship is with the word of God. Our relationship with God is in the word of God. Maana uhusiano wetu na Mungu unapatikana katika neno la Mungu. When we are deep in the word of God, tunapoingia ndani katika neno la Mungu, the word of God is effective in everything and every way and in every life. Neno la Mungu linafanya kazi katika kila kitu. Only if we obey and hearken unto that word. Tunaposikia na kutii hilo neno la Mungu. The Bible says, maana Biblia inasema, in the beginning was the word. Maana pale mwanzo kulikuwa na neno. And the word was with God. Na neno lilikuwa na Mungu. And the word was God. Na neno lilikuwa ni Mungu. And there is nothing that exists on the face of the earth. Na hakuna chochote kilichokuwa katika uso wa nchi that was not made by the word. ambaye akikufanyika kupitia kwa neno. So any success in life depends on the word of God. Kwa hivyo ufanisi wote wa maisha inategemea na neno la Mungu. When you are rooted in the word of God, unapopeleka mizizi katika neno la Mungu, anything you do will prosper. Chochote unachofanya kinafanikiwa. And not only for you, na sio tu kwa sababu yako, but it will prosper to the fourth generation. Lakini kitaendelea kufanikiwa kwa kizazi kingine. It will not end with you. Hakitaisha na wewe. It will not go with you. Haitamalizika na wewe. But your children, lakini watoto wako will benefit from it. Watafaidika kwa hiyo. Your grandchildren, wajukuu wako, will benefit from it. Watafaidika kwa hiyo. Your great grandchildren, vitukuu vyako, will benefit from it. Vitafaidika na hilo. Why? Kwa nini? Because it is a thing that you obtained in the word of God. Maana ni kitu ambacho ulipata kutoka kwa neno la The word of God preserves one. Neno la Mungu linamhifadhi mtu. It makes one to it exalts one. Linamuinua mtu. It brings one from a minor state. Linamtoa mtu katika kiwango kile cha chini. When you are nobody, wakati wewe sio kitu, the word of God makes you to be somebody. Neno la Mungu linakuinua kufanya kwa mtu. Hear me, church. Nisikize kanisa. That is where God wants you to be. Hapo ndio mahali Mungu anataka uwe. The word of God, neno la Mungu, removed David from looking after the sheep. Lilimtoa Daudi kutoka katika ile hali ya kuchunga tu kondoo. And it brought him in the palace. Na likamleta katika ikulu. Not only to entertain Saul. Sio tu kwa sababu ya kupendeza watu. To become a king of Israel. Lakini kuwa mfalme wa Israeli. He was a nobody. Yeye hakuwa chochote. He was a nobody. Yeye alikuwa chochote. Nobody will recognize David. Hakuna yule angemtambua Daudi. But because of the covenant of God. Lakini kwa sababu ile agano la Mungu. Yeah, hear me, church. Nisikize kanisa. When I speak of the covenant, ninapozungumzia kuhusu agano, my head goes. My head runs. Akili yangu inapotea. Hello. When I turn the covenant of God, ninapokuza agano ya Mungu, I feel the Lord God himself. Na mhisi Mungu Bwana mwenyewe. Let me tell you. Wacha nikwambie. We have some things. Tuko na vitu vingine. We just speak. Ambapo tunanena tu. But let me tell you, anything that touches the covenant of God. Wacha nikwambie ninakuza agano la Mungu. It is the hand of God. Ni moyo wa Mungu. It is the mind of God. Ni mawazo ya Mungu. When we speak of the covenant, tunapozungumzia kuhusu agano, because the word of God is the covenant of God. Maana neno la Mungu ni agano la Mungu. It is there forever. Liko pale milele. No one can change it. Hakuna yote anayebadilisha. No one can hinder it. Hakuna yote anayezuia. The covenant. Agano. Hear me, church. Sikiliza kanisa. The covenant is made. Agano inafanywa Because of him. kwa sababu ya yule That is supposed to benefit from ambaye anasaidia afaidike kutokana na yule agano. Hello. And in the covenant, Na katika agano, it is where the Lord is. hapo ndio mahali Mungu yuko. You will get the mind of the Lord. Utapata mawazo ya Mungu. You will get the truth of the Lord. Utapata ukweli wa You Bwana. will know and understand Unajua na kufahamu what the Lord is after for your life. kile ambacho Mungu anakutakia katika maisha. That is the word of God. Na ni neno la Mungu. That is why he says, Na ni sababu anasema, I released my covenant. ninaachilia agano langu. I gave to the children of Israel. Nikawapa wana wa I Israeli. spoke to them Nikawanenea my covenant. agano langu. And they did not hearken unto it. Na hawakuweza kuitii. When they refused the covenant, Walipokataa agano, I refused them. niliwakataa I pia. forsook them. Niliwaachia
forsake us. Ili Mungu atuache. I need to be in the hands of the Lord. Tunastahili tuwe mikononi mwa Mungu. Under the protection of the Lord. Ili tupate ulinzi wa Mungu. I want to tell you. Nataka nikwambie. Many things that we suffer. Mambo mengi ambayo tunateseka ndani. Because of refusing the covenant. Ni kwa sababu ya kukataa agano la Mungu. Rejecting the covenant of God. Tunakataa agano la Mungu. Rejecting the command of the Lord. Kukataa amri ya Mungu. It makes us to suffer many things. Inatufanya kuteseka. It makes us to lose many things. Inatufanya tupoteze mambo mengi. The works of the Lord in our life. Inafanya kazi ya Mungu isimilike maisha yetu. The blessings of God upon our life. Inachelewesha baraka za Mungu katika maisha yetu. It makes us to struggle. Inasababisha kung'ang'ana. Let me tell you. Inawacha nikwambie leo. That if you will hearken. Kama utasikia. Under the command of the Lord. Kwa amri ya Bwana. And take the covenant of the Lord. Na uchukue agano la Mungu. Let the law of the Lord be alive. Wacha sheria ya Mungu iwe hai. Let the law of the Lord be alive. Wacha sheria ya Mungu iwe hai. In your heart. Katika moyo wako. Then you will see the production. Basi utaona matokeo. You see the outcome. Utaona matokeo. Hallelujah. Hallelujah. I'm not speaking of the religion. I'm speaking of the word of God. And where the word of God is, there we have God. Anasema nini? Amekifunga kwa neno lake. Anafika mahali anasema hakuna jinsi ambavyo ninaweza hapa. Nitaapa kwa neno langu. Neno langu liko juu ya jina langu. Yaani neno la Mungu ni kubwa kuliko hata jina lake. Hello. You want success. Unataka ufanisi. How the Bible tells us. That this word is nothing that was made. Pasipo na hilo neno. Your marriage. Ndoa yako. It must be founded on the word of God. Ni lazima ijengeke katika neno la Mungu. If you make that marriage to be on the foundation of the word of God. Kifanye hiyo ndoa kuimarika katika neno la Mungu. You will never be shaken. Hautawahi tingisika. You will never lack. Hautapungukiwa. I want to tell you my son Daniel. Nataka nikwambie kijana. I want to tell you my son Daniel. Nataka nikwambie kijana. People will admire you. Watu watatamani. Because you will not be the same. Maana mtakuwa katika moja. You will not remain where you are. Hautabakia mahali. The word of God will change you. Neno la Mungu litawabadilisha. The word of God will raise you. Neno la Mungu litawainua. The word of God will make you different. Neno la Mungu litafanya kuwa tofauti. You will be different. Mtakuwa na utofauti. Kati ya wengi. What does the Bible say? Biblia inasemaje? You will make you a firstborn amongst many. Atawafanya kuwa wazaliwa wa kwanza kati ya wengi. Yes. Hello. Somebody is looking at me. Mtu ananiangalia. What does it mean I will make you a firstborn among many? Inamaanisha nini Mungu anaposema kwamba nitawafanya wa kwanza? You have understood the mind of God. Umeelewa mawazo ya Mungu. Now you are first on the things of God. Sasa wewe ni wa kwanza katika mambo ya Mungu. You are not born first. Wewe hujazaliwa kwanza. Kuna wale walikutangulia. Wale wakakuranja. Hata wakigawa vitu wanagawiwa kulingana na jinsi ambavyo tulikuja. Katabaka bebi lukate bikuda bakaba ngolono nenga alipo webuloa. Thank God for your position when you are born. Shukuru Mungu kwa nafasi yako ulipozaliwa. Hello. Give them their respect. Wape heshima yao. But when it comes to the things of God. Ili unapofikia mambo ya Mungu. Wewe ni wa kwanza. Maana una neno la Mungu. Umeshika sheria ya Mungu. Hello. Mimi nimezaliwa kwa jamii kubwa. Walionitangulia ni wakubwa kuniliko mimi. Wana watoto ambao wanatoshana na mimi kwa miaka. Hello.
Ukikuja kwa migao, mimi nilipata mgao mdogo sana kutoka kwa baba yangu. Witsa kamwe myandu senda nyola mutiti sana kula Kwa papa. hiyo mimi ninapatikana nyuma zaidi. Kila senya nyola kana nyuma iria. Haleluya. Haleluya. Ukitoka mbele utanipata haraka. Lord na imbele shola nyola bwangu ta. Lakini ukitoka nyuma utanipata haraka Hata sana. Lord la inyuma onanyola bwangu. Sasa ukinitafuta nitafutie kutoka nyuma, bado nitafutia kutoka mbele. Baba habro cha kai nyuma iria. Halo? Halo. Ukitoka tu nyuma namna hautaenda hatua nyingi. Loja kirasi chola stay kulu sana lojo kumunyola. Utanipata. Umunyola. Yaani nazungumza mambo ya kijamii. Bona kama kwa kolu ya. Watoto wa fulani. Abana ba wane. Hapana, tafuta mimi kwa watoto wa fulani kutoka juu, utanikosa. No mkhabro kula kulu abana ba wane shola munyola ta. Utachoka kabla unifikie. Wala chonya maparosho. Lakini anzia nyuma Awala cha kirasi. utanipata. Umunyola bwangu. Lakini ukikuja kwa mambo ya Mungu, Yabuto ngumta umawaka nyasa. wacha nisungumuze pasipokuwa na aibu. Mwani umaeshifimo. Mimi ni namba moja katika hiyo jamii. Unaweza enda kuwaambia. Halo? Halo. Sasa ukikuja kwa agano la Mungu, Hata wita una kamenya sana. wamekuwa wapumbavu kiasi kikubwa. Wameraba yibo kucherishikai. Ai, na leo mtatoka hapa kweli. Wanafurahia mali ambayo ilitokana na mkono wa baba. Atasara ngemyanji mlehongolo kwa papa. Wanafurahia sifa ambayo inatokana na jina la baba yangu. Atasara ngaifuma irure kunyira ya papa. Wetaje hapo jina la baba yangu, utakula vipi? Rumbe na telia ya papa utokolie mianzi. Sitaki nikuambia aliitwa nani, kwa hiyo utaenda kujitaja naye. Nino kija telefoni nitakuandikia chini. Utakala ukambia wapi kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. These men and women, Hao wanaume na wanawake they are proud of those names. wanafurahia majina. They are proud of what my father was. Wanafurahia kile ambacho baba They are alikuwa. proud of what they have. Wanafurahia kile But walichonacho. I thank God. Lakini nashukuru Mungu. Because when I took the covenant of God, Maana nilipochukua agano la Mungu, I was a nobody. mimi sikuwa chochote. But today, Lakini leo hii I ran number first. mimi ndio wa kwanza kule juu. Na pepo ikiwanyonga, Majimbo ni kama mikaa. hata wamesahau jina langu. Mimi nakatelia ndio mkambi. Wanasemanga tu omkara. Wala mkambi. Jina langu walisahau. Elira bedra. Wanasema kiroho mkara. Wala kirokoti mkambi. Jina libadilishwa. Jira yakano asibua. Na ya namba moja inabadilishwa. Yo unanga yakano asibua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. When you are rooted in the word of God, Wakati umepeleka mizizi kwa Mungu. even your name will change. Hata neno lako And the God of blessed. unaitwa You mbarikiwa. are nobody. Wewe sio But kitu. you will be valued. Lakini You utabadilika. are nobody. Wewe sio And kitu. the covenant. Wewe chukua And agano. the covenant. Chukua You agano. will be valued. They will Utabadilika. value you. Watakudhamini. Amen. Halo? Halo. Hii ilikuwa karibu kusema lakini nimekatazwa niseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba yangu siku za ukoloni alikuwa mtawala. Hapa wewe nyangati oburuchi baba koloni ya romuruchi Yesu. Lakini wenye walizaliwa siku za hiyo wakati wa ukoloni baba akiwa mtawala. Ndivyo leo ndio nyangati yenyewe inarukanga. Walikula kwa gunia ambalo lilikuwa limejaa. Bali ya kuikunia yalitue. Kiwaangalia unaona tu kweli walikula kwa gunia mzuri. Roba endo la tabaka. Waje baba yao alikuwa mtawala. Kila papa ya robo Baba yao. Papa wa ya romuruchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baba yao alikuwa mtawala. Papa wa ya romuruchi. Wakasikia uzuri wa utawala. Robo ndai romuruchi. Lakini mimi na Irene tulikuja kuzaliwa. Mimi na Irene. Amen. Kamera hiyo mabuni. This is my baby sister. Wewe mwana wa kumtiti. Wenye tunatafutwa huko nyuma. Wala wewe nyuma wa. Tutafutwa huko mbele. Yesu ni nyuma. Tulipozaliwa wapendwa, Wewe baba yerwa. hatukujua hata baba alikuwa mtawala. Baba ya papa ya romuruchi.
Hatukujua. Sisi tulibaki kwa historia kwamba baba yenu alikuwa mtawala kwa ajili baba yenu, baba yao alikuwa mtawala, lakini baba yetu sisi hatukumpata akiwa mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo maisha mazuri yenye wanasema tulikuwa walikuwa nini, sisi hatukuona. Swala la tatu. Sisi tuliswaka taa. Walinde minyaka. Kwa ajili hata hiyo siku za wakoloni hatukuwa na pension, kwa hivyo baba yako hakuwa kwa pension. Kwa hivyo there is nothing. Mimi ni historia tunasikia, lakini hakuna kitu cha utawala ambacho kilihusikana na mimi. Unasikia kweli? Yes. Kwa hivyo baba yao alikuwa mtawala, lakini baba yetu hakuwa mtawala. Baba yangu na yeye hakuwa mtawala. Hapo hapo yale mruji, lakini baba yetu tulimpata tu akiwa bwana ya mama yetu. Unajua nani ta? Bwana. Baba. Baba. Msata wengine bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo sisi tulikuwa naona sijui kama ulipitia mlango nyuma ukaona utawala wa baba yako. Tulimwona tu akiwa baba, alikuwa mume wa mama yetu. Alikuwa papa wenyewe umwita. Hello. Hello. That's what we need. Ndio tulijua. Ukifukuzwa shule alikuwa anasema ende muone mama yenu. Ndio kusubiri bwana ili shemele mama wenyewe. So maisha yetu ya shule tena haikuwa mzuri kwa ajili gunia la utawala lilikuwa limeisha. Anabula kwa shule wale wale gunia luburuti yale ya uwa. Sasa zingine nikimwambia maneno wao na tena amwamini. Pika Kiingereza ndazungumza, pika kiroho, pika covenant pia ya Mungu. Amen. Halo. Usinidharau. Ishona lako mkambeta. Kwa hiyo ninazungumza kwa Kiingereza kwa covenant ya Mungu. Wewe. Usinidharau. Na sitaki kukuambia ni nini kilifanyika. Ndio wanashirika wanakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. What am I trying to influence you people? Najaribu kuwaelezea hivi enyi watu that you are not a nobody. Ya kwamba wewe si kwamba wewe si somebody. Wewe ni mtu. Where you are. Mahali uliko. Don't see. Usione how people are taking you. Jinsi watu wanakuchukua. How they despise you. Jinsi wanakudharau. But you are someone. Wewe ni mtu jamani. Because you have understood. Maana umeelewa. The covenant of God. Agano la Mungu. Take this covenant. Waje ile agano. To be alive with you. Itende kazi kama shamba. The Lord God. Bwana Mungu will open a way. Atafungua njia. Just for you. Kwa sababu yako tu. Amen. Ya baba. Kwa hiyo bado nyinyi ni wageni ndio mmekutana na mimi hamjajua. Nimewahi kukanyaga kwa nchi ambazo ndugu zangu ambao walikula gunia la utawala hawajawahi kukanyaga. Hamjapata. Kimuulira cha. Halo. Hawa majamaa. Beba. Wacha niwasengenye kidogo. Nasengenya majamaa wa kwetu hapa. Yaani ndugu zangu, dada zangu, wale walikula gunia la utawala. Sisemi utawala ulikuwa mbaya. Lakini angalau ningeupata lakini sikuupata. Hata wewe ulizaliwa wakati ambao baba yako ulikuwa na mahitaji, baba yako alikuwa ameritaya hata kutoka kwa kazi. Sio papa yeye ndio kwenda la maana bana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hao majamaa Yala. walisoma hata kwa wengine wakasoma Mathayo. Halo? Walisoma wapi? Na hata tulikuwa tena na Mathayo na miti. Yaani shule ya juu sana tena ilikuwa tu Makioli hapa. Ingine ilikuwa Shiraha.
the way I hear, Shira is just next year, Marama side. Shira. So wangetoka Matioli wakimaliza standard 5 wanaenda standard 6. Wanaenda Shira ama wanabaki tu Matioli kwenyewe. Kazi yao nyingi wamefanya hapa Kakamega. Halo? Kama kuna wale waliandikwa kazi walifanya wapi? Na wenye walifanikiwa wanafanya hata leo biashara hapa Bukuri. Yaani wenye walifanikiwa kukaa hapa na wakawa. Saidieni hao wangwana, wanyama wangu waliwakule jana sawa. Kataza hiyo mbwa iwaje tabia mbaya. Isishitue wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So wale ambao walikaa hapa wanafanya kazi hapa kwa soko hili la Bukuri. Unanipata kweli? Yes. Wengine wako pale Shirema. Tunalimanga miwa nao hapa. Tunalima miwa ya mnyazi ile ilianguka, sasa tunatafuta mahali pa kupeleka miwa. Hapo Shirema. Na unajua hata Dr. West Kenya ikikuja inakuja tu kwa shamba na inachukua miwa inaenda, utakutana na pesa kwa account ya Equity Kakamega. Hata wewe utaenda West Kenya. Kuna mtu ananipata kweli? Yes. Lakini ninashukuru Mungu kwa ajili hata vile ambavyo walivyo hivyo, Mungu naye akanitoa chini sana na amenileta pole pole na bado ananileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na saa hizi huyu mtu ambaye amesimama hapa huyu jamaa mrefu huyu. Yes. Ninaweza kutuma kwa inji fulani na ukaribishwe huko kwa jina langu. Ayalokuru mshawishi ni bana unisimu unyoe kuleni la hii. Sisemi habari ya Nairobi. Sema la ngoke Nairobi town. Sisemi habari ya Mtalangi. Sema la ngoke Mtalangi town. Sisemi habari ya Siaya. Siaya town. Ninasema inji nyingine. Hebu ndio mshawishi ni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana amenirudisha mipaka. Umwambia ruchi mpaka. Sio kwa mali ambayo nilipata kwa baba yangu. Shirikule ndio kinajua mpopata. Sio kwa vitu ambavyo nimepata kwa ulimwengu. Shirikule ndio kinajua kushamba kunota. Sio kwa ajili ya mali ambayo ninayo. Shirikule ndio ninabota. Lakini ni kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu kuwa ni Yesu. Neno la Mungu limeniunganisha na watu wakubwa. Leo ni Yesu ni masema Neno la Mungu limenipeleka mataifa. Leo ni Yesu ilopiado. Neno la Mungu limegeuza maisha yangu. Leo ni Yesu kama sura mwanzo. Wapendwa, neno la Mungu halina hasara. Hapo leo ni Yesu katika neno la Mungu. Leo ni Yesu Aliyekudharau atakuheshimu. wale kana wana shuhudiani. Aliyekuona mduduni atakupa heshima. Wale wanaoshiriki ndani wana shuhudiani. Neno la Mungu linageuza mambo. Leo ni Yesu kama sema huo. Ukweli ndio huo. Watu tupo. Nilipewa kashamba kadogo. Wako kula matiti. Lakini ninaangalia Mungu anaenda kunipa shamba kubwa. Hapo ni mwenda Yesu atango kumba mkubwa mkono. Yes. Haleluya. Haleluya. Ninashukuru Mungu kwa ile kashamba mzee alinipa. Nikupragia sori mno kulaka kuna hapa yamba. Ninashukuru Mungu kwa plot ambayo aliniwachia hapa. Pragia sori mno kulaka plot yamba. Plot yenye alinipa hapa. Plot yamba. Halo? Yaani wacha nikaite plot ka plot kwa ajili yenye ninaenda kupata ndio itakuwa plot. Yaani ni ka plot kenye niko nako sasa Mungu anaenda kunipa plot kubwa. Na sasa ngokwani plot home. Yaani ukilinganisha na kenye niko nako saa hii. Ngochera sana ndio khende na kwa sema. Kataingia ndani mara 27. Niangalie vizuri. Hii yenye ninasema ni ndoto kwako.
lakini Mungu anakuweka itimie ndipo uone, uwe mshahidi kwa yale ambayo tunazungumza leo. Amen. Wakati unawajiachilia kwa neno la Mungu, sema huyo mwali Nyasaye, milango za ajabu zinakufungukia. Milango chokuchise chikuha. Usifikirie ndio mwisho wako. Sio bado Mungu alishimota. Neno la Mungu ndio mwanzo. Ndio mwali Nyasaye Mungu chacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimemwambia ninaenda kupata shamba kubwa. Wewe mtaonana mkubwa mho. Nyumba sitaishia kwa hii. Inzuri ndanamenya sabinota. Inangojea my dream house. Nina enjia manoroka ambaye utakuwa unakuja kunitembelea. Ili msaidie hukendera. Tunasumuzia juu. Ubrahima yefekulu nakula katikati. Unyola shughuli ya kari nalala chini. Na sana kuirao. Nasikia nasema urakembola. Mapumziko ni juu. Uhuru hali yukuliria. Ukingojea mausia yake Mwenyezi Mungu. Kulinda amakuwa Nyasaye. Chakula tunaitwa iko tayari katikati. Shughuli ya mshiri tayari nukuliraka. Na tunaenda kupumzika chini. Na asali ya kutumwirira utindora. Why am I speaking this? Kwa nini nasema hii? I have confidence in the word of God. Niko na ujasiri katika neno la Mungu. I know and I cannot doubt God. Ninajua na siwezi kumshuku Mungu. The covenant that my father has made for my life. Ya kwamba agano ambalo baba yangu amenitengenezea. He has blessed me. Amenibariki. He has enlarged my territory. Amepanua mipaka yangu. He is widening my tent. Anapanua maisha yangu. That is where I'm looking at. Hapo ndio bali nitakamia. That he has prepared the land for me. Ya kwamba ameniandalia nchi. Things are going to happen for me. Mambo yanaenda kunitendekea. I need you to have that faith also. Nataka uwe na hii imani pia. That where you are. Ya kwamba mahali uliko. That is not your position. Hiyo sio nafasi yako. People will wonder. Watu watashangaa. When things will begin happening. Wakati mambo yataanza kubadilika. Hallelujah. Hallelujah. People that have never been associated with you. Kuna watu ambao hujawahi shirikiana na wao. Ndio watatafuta haba. Watatafuta relationship. Wanataka khabu bego muisa wapo. Hata kama hakuna lakini mpaka atakoida mpaka apate relationship kamili. Lakini kama lakini aleko ya asieko ya sepaka nyora kwamba anawape nao. Lakini sasa ukipiga simu. Hapo sasa ndio simu. Wakiangalia unajua ndio ile mafanya ni yeye. Huyu mpaka pocket money imeisha. Pamoja mpaka ukarokoro mtu. Sasa hawashiki. Ajimatira hata. Lakini hata wakati Mungu atafanya hili. Hapo ndio sasa kwa mweshi. Wewe utapiga simu. Wewe sio upenda. Wewe ndio utafikiwa. Wewe ndio unapurume na bila polisi bodi. Huyu mtoto wa shangazi aliyekuwa na shangazi yake. Kwa maana ule mwana wa senjo uliofaulu walioingia. Nani ni sisi tulikuwa na shangazi yako. Wewe wani uwezi kulikumbuka. Nilikuwa na hiyo jambo. Ndio kubwa jambo wasenjo ndio aliulia. Uzimiri rori. Inakubidi tu kumbe ndio wewe jambo. Nalo kahubiri tawi ya roho. Kadiri wewe. Kwa ajili mambo yatakuwa sasa yako sawa. Shikila makofi sasa nikaweka la malaya. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unafikiria oparanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati David President alikuwa anauza kuku. Sio mlondo muruchi wewe na kusiga singoho. Pale kwa barabara kwenye tunaonyeshwa mahali watu wanakaanga na mnaina kuku wanapata kwa dada. Na mayai. La ni watu wala. Chukua kulale no. Halo. Wakati huo sasa ungempata wala mnyoa au ungejua wakamanyira huo atafanana jinsi ambavyo anavyofanana leo. Alafu ananyanga inota. Hata kuna relatives ambao walikuwa wanapita hapo na wangeweza hata kumpa shilingi 50 akamwambie ndugu hii hata sio kununua kuku lakini utakula lunch. Walikuwa saa zingine wanapita hapo wameinama. Na yule ambaye alikuwa anainama leo unafikiria akimuona namna hii anaweza inama? Na apate opportunity ya kujiintroduce kumwambia kwamba
Unajua mimi nilikuanga nani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hiyo kujiintroduce nani yake hangeweza kujiintroduce hiyo wakati. Lakini because saa hii hata mwenye hawezi kujiidentify na yeye anataka ajiidentify na, unajua vice president, deputy president, yeye undugu ya ndugu, hata ukitafuta hiyo undugu yenye vile inakuja au pati, lakini jamaa anatafuta undugu mpaka anaingiza. Yaani hata wewe ukimuona unamuona, hey, so you are related to our deputy president. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha niwaambie, That is how the word of God is. hilo ndilo neno la Mungu When lilivyo. you are in the word of God, Unapokuwa katika neno la it Mungu, will bring many people in your life. italeta watu wengi maishani mwako. Associate you with many people. Utashirikiana na It watu will wengi, open ways for you. atakufungulia You milango, will never be imitated. hautawahi dharauliwa. Things that you will be doing, Mambo ambayo utakuwa ukifanya, people will be out watu watakuwa naona to work for you. ili wakutendee mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Let you stand in the covenant of God. Wacha ukasimame katika agano la Mungu. Let the word of God dwell in you richly. Wacha neno la Mungu likakae ndani mwako kwa wingi. Don't allow other things to come in your mind, Usiruhusu mambo mengine yaingie ndani but mwako. allow the word of God to rest in your mind. Ruhusu neno la Mungu likae katika It mawazo yako. doesn't matter your age. Haijalishi umri wako. You might be young. Unaweza kuwa mdogo You ndio. might be seeing all that you are seeing. Unaweza ona yote ambayo You unaona. might be aged. Unaweza kuwa umezeeka. But the things of God does not go by the age. Lakini mambo ya Mungu haienendi na mambo ya umri. It goes by Naendelea kulingana. one believing in the covenant that the Lord has made. Kuamini katika agano ambalo Mungu amefanya. So when you believe, even if you are old, Kwa hivyo hata ukiamini kwamba umezeeka. enda tu bure. Wewe tu chana. Hello? Halo. Kama mimi naseka, Kama iko fulani. lakini huwezi kujua naseka. Kabla uende shule mwenye iko fulani. Mimi kama mzee. Enda kofu. Amen. Amen. Lakini hata kama mimi nikamzee, Hebu tokea niko fulani. miaka yangu it is not going to be wasted. Miaka chani chinatete shaya. I'm going to enjoy the covenant of God. Naenda kufurahia agano la Mungu. Let me assure you, I'm going to enjoy the covenant of God. Wacha nikuhakikishia kwamba naenda kufurahia agano la And Mungu. that is why Na ndio sababu I have dreams niko na ndoto of my future. ya hatima yangu. I have dreams Niko na ndoto of greater things. ya mambo makuu. I have dreams Niko na ndoto of greater vision. ya maono I makubwa. have dreams Niko na ndoto of going far, ya kwenda mbali. farther than where I have. Mbali zaidi ya Where I mbali. have reached, Mbali ambapo nimefika. I'm going far. Naenda mbali. Hello? Halo. That dream that I have Ndoto ambayo niko nayo by the covenant of God, kupitia kwa agano by la the Mungu, word of God, kupitia kwa neno la is Mungu going to pass. inaenda kutimia. Must pass. Lazima itimie. The Lord will keep me alive. Mungu atanihifadhi. There he said, Daudi anasema Taki hawa watu watoka hapa tena kama mvua imenyesha. Daudi akasema hivi, Daudi nabona ama nikae nitamwambia Jumapili ijayo. ndio kuone. Halo. Halo. Jumapili ijayo utakuwa hapa. Tuache nitakwambia hiyo. Jumapili ijayo. Jumapili ita. Uya mambo na bora Jumapili ita. Wana bakubona isaika. Sasa wacha nimeona watu wameteka sikio. Daudi akasema namna hiyo. Daudi nabona. Ya kwamba wakati ambao Mungu alikuwa anafanya kazi, Sisi sana chia ndio mochi. yeye alikuwa kijana, Yeye analumbu. lakini sasa yeye ni mzee. Ndio kama kufula. Hajawahi kuona Ashuru la huo. mwenye haki Umuntu ushiwe. amewachwa Alisheweka. wala mtoto wake Kato mwana we. akiomba mkate. Nasa umsuma. Yeye hili jambo, Unaelewa nini? yeye alikuwa kijana, Yeye alumbuha. lakini sasa yeye ni mzee. Ndio kufula. Hajawahi kuona Ashuru la huo. mwenye haki Umuntu ushiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Halo? Halo. Wacha nimalize na hii. Malenge lino. Inakuja tu tena. Itata ha. Kuna jamaa anaitwa Caleb. Unendo mulala kwa Kalebu. Kama mjui, Omkorwe. wacha muone tu ni mimi. Lola kama mkabu. Yes. Jamaa anaitwa Caleb. Ulo mulala kwa Kalebu. Walikuwa na jamaa anaitwa Joshua. Balino ndo mulala kwa Joshua. Na walipokuwa na Joshua, Ndio ni Joshua. mbele yao tulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Musa. Imelo hapo ndo mimi sana Musa. So Musa ndiye alikuwa baba yao Musa ndio ni papa wao. kwa ajili ya mambo ya kiroho. Ulo kwa kesho. So walikuwa wanafuata Musa. Unajua bwana Musa. Joshua na Caleb. Joshua ni Kalebu. Na walipokuwa wanaendelea, Ndio matira. Biblia inasema hivi Lakini bwana hii. ya kwamba Musa alipumzika. Musa bwana ulishe. Joshua akachukua usukani. Joshua na mkulu kwa baba Baba wa Kalebu. na papa wa Kalebu. Wakaendelea na Kalebu. Ni matira ni Kalebu. Wakarudisha wana wa Israeli Ni msema na Israeli. katika mto wa Yordani. Mmoja kwa Yordani. Wakawapeleka Ni wakainjuzia. nchi ambao walikuwa wameahidiwa. Mshawishi walikuwa. Walipofika katika nchi walikuwa Ni wameahidiwa, wala mshawishi walikuwa. Joshua akaanza kufanya mgao kwa kila jamii ya Israeli. Joshua anaanza kukabula wana wa Israeli shida sema. Akatoa migao. Na kama mimi Alikuwa anatoa migao. yana ndio mtawa. Kaleba akamwambia, Kalebu na Musa. unajua Mungu alinenea Musa. Umanyenya sana na Musa. Na siku hiyo ilikuwa na miaka 40. Sijaanza kunene yako kumikane. Yes. Siku hiyo nilikuwa na miaka 40. Msemo nene yako kumikane. Na nikasikia Mungu ananenea Musa. Na unanya sana moranga Musa. Tulikuwa na wewe Joshua. Na anawali na wewe Joshua. You know what God spoke. Unajua kila Mungu alinena. Kuhusiana na mimi na wewe. Kanona na huyo ndiye. Alikuwa miaka ngapi? Yaani ni kama kumikane. Lakini saa hiyo alikuwa anazungumza, alikuwa na miaka 85. Msemo yana moranga lino. Yaani ni kama kumikane ndichira. Ilikuwa imeongezeka miaka 45. Kile cha kuchia miaka kumikane ndichira. Kama Mungu amezungumza, Miaka mara umoja. my years will not be wasted. Miaka yako haijaharibiwa. Doesn't matter, don't worry. Usijali jamani. Once your years are with God. Hakuna mambo utapotea. Then Caleb said, Kalebu akasema, Bwana, Bwana, nisikia vizuri. waona ulai. Vile Mungu alisema. Shida ni Yesaya Bwana. Unisikia? Waona. Kuhusiana na mimi na wewe. Waona na kunapo ndisi. Na sasa, Lebla. vile tu Mungu alisema, Shida ni Yesaya Bwana. miaka yangu ikabaki 40. Miaka challenge ndo mama kumekane. Yeah. Yaani sauti ya Mungu ilisimamisha miaka ikabaki 40. Yaani omoyo kwa Yesaya. Kwani miaka chakale mtoto kama kumekane. Caleb ni watu watatu. Kalebu na baba wati. Miaka yao isongangi, hata kama zinasonga, lakini miaka katika mambo ya kiroho haisongangi. Hata huyu Caleb mnamuona hapa. Mungu alisema akiwa na miaka 18, I'm still 18. Yesaya Bwana nani miaka 18 chini. Under 18. Uniangalie vizuri. Mwendo bale. Miaka yangu ni 18. Miaka chanje ni 10 ndio kiti kulumana. Ndio nangojea Mungu kutimiza yale ambayo alitaka atimize. So I'll just begin from 18. Wewe nitaanzia tu miaka 18. Mama, hata wewe ulirudi nyuma ukasema miaka ngapi? Under 18. Ati yeye tena hajafika 18. Lazima kusema miaka 18. Yuko under 18. Wewe wacha kuzeeka bwana. Oh, kofana. Yaani wasichana wako wacheni kuzeeka. Yeso kofana. Oh my God. Don't grow old. Usizeeke. Nasema na wewe. Hello? Halo. The years of God remained 40. Miaka ya Kalebu ilibaki 40. They crossed Jordan to the promised land. Wakavuka Yordani wakaingia katika nchi ya ahadi. But he was still having 40 years. Lakini alikuwa amebaki miaka 40. Yes, outwardly he was 85. Kiinche pale alikuwa 85. He was 45. Alikuwa 85. But
to the covenant of God, Lakini- he was 40. Lakini kulingana na agano la Mungu alikuwa miaka 40. Akaambia Joshua, Hapo na Yoshua. vile ambavyo Mungu alisema, Kigania sasa bora. ikiwa na miaka 40, Yeshi ni miaka 40. bado hizo nguvu ziko. Hana mali kali shitana. Sasa miaka 85, Chechina mali katika miaka 85. nguvu ambazo ninazo ni za miaka 40. Amali kile na kuli kile kama 40. Nipe huu mlima. Brishkulishe. Huu mlima ambao ulikuwa unatisha wana wa Israeli kuingia hapa. Eshikulishe risi jamaa na zero kuingia. Patia mlima huu. Eshikulishe no. Because I have power. Maana nina uwezo. I have authority. Niko na mamlaka. I have strength. Niko na nguvu. Kukabiliana na Uluana. majitu ambayo yako pale. Nenda mandani kana ushikulishe. Huu mlima. Eshikulishe. Kwa hiyo ulisikia yale Mungu alisema. Sija waula kaja sasa bora. Na wewe umesikia nini kwa Mungu? Nawe ko ulishina kunya saa. Because what you hear. Tashura. Nisho china kubia. Ulisikia nini kwa Mungu? Waula china kunya saa. Yale ambao unasikia. Ko ulana kunya saa. Niko kana kubia. Wewe ulisikia nini? Ko yuwa ula. Kwa hiyo kama utasikia, Cha kama ushukuru. ndio kwa hiyo unasema. Niko kaja no kofunda. Lakini kama ulisikia, Ili kama ula. utabaki pale pale ulisikia. Ona tunga taya uwa ulira. Ya nini kwa Mungu? Ko ula china kunya saa. That is what will get. Hiyo ni itakuhifadhi. Hello? Halo. And that is the word of God. Na hiyo ni neno la That is the Mungu. covenant of God. Hiyo ni agano la Mungu. Kuna mtu anasema ndio. Wala no muda bona Kuna ndio. mtu anakubaliana na hiyo. Yes, sir. Unamudia manande. You are not late. It is not late and you are not late. Haijachelewa na hata wewe pia hujachelewa. Yani, I'm telling you, it is not late. You are going to achieve it. Ya kwamba hujachelewa unaenda kupata kile ambacho uliahidiwa. Haijakupita. Kaishukuru na hata. Mama ile haijapita, unaenda kupata. Kaishukuru na hata mama ile wananyona. It is not late, my brother. Haijachelewa ndugu yangu. Just hear what the Lord has spoken unto you. Sikia tu kile ambacho Bwana amekuambia. Hear the covenant of the Lord. Sikia kama na Mungu It nitakuhifadhi. will preserve your position. Nitahifadhi nafasi It yako. will preserve your place. Nitahifadhi baraka zako. It will preserve what belongs to you. Nitahifadhi kile ambacho ni chako. The covenant of God. Agano la Mungu. Kuna mtu anasema ni kweli. Unaona kweli ndio. Tumikie kwa makofi. Hiyo ni makofi ya lazima ama nimekuambia kama ukipiga usipige. Wacha tu. Hello? Hata huku namwambia kama mtaki kupika msipige. Kwa hiyo sitaki makofi ni kama ya ku Hello? Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. I've told you what can keep you. That is what Mama has been bringing. And that is the final thing. Nimekwambia kila ambacho kinaweza kuhifadhi na hicho ndio mama amekuwa kusinizia na hiyo ndio kitu. It doesn't go by age. Haiendendi kulingana na umri. But it goes by him that receives. Lakini inaendelea kulingana na yule ndiye Because if atakayepokea. you receive it, Kitu unachopokea it will keep you. basi itakuhifadhi. Hallelujah. Amen. It will keep you. Itakuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. If you believe that it can keep you, Na kama unaamini kwamba inaweza kuhifadhi, clap for me. basi nipigie makofi. Pigie makofi. Kaende. You have clapped for me. Thank you. Umenipigia makofi orio mno. Thank you very much. Orio mno shara. I appreciate that. Ninafurahia hiyo. I'm so grateful. Ninafurahia. Hallelujah. Asante. Now we want to clap for God who has revealed this unto us. Sasa tunataka tumpigie Mungu ambaye ametufunulia hii. Mungu tayari? Oh, mrejesho. Mungu tayari kabisa. Yes. Kupigia Mungu makofi ya kumshukuru kwa ajili ya kuweza kutufunulia. Mungu tayari? Yes. Mungu tayari kupigia Mungu. Yes, sir. Mrejesho kupraje sana hofu. Kama mlipigia mchungaji hata kama Mungu kwa viti. Na Mungu pia mnampigia Mungu kwa viti. Kweli. Sana kweli. Mungu huyo anakutana na mchungaji wenu. Yasai ayananuka. Mungu huyo anatoshana na mchungaji wenu. Oh, yasai ayananuka. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono ikulu, mikono ikulu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono ikulu. Haya, mikono juu.
Haya, tupigie Mungu